الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 5 ya mwezi huu wa Safar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 Miladia. Tunaendelea na sharhu usuli sunna, sharh للشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي رحمه الله تعالى. وليس في السنة قياس. هنا قال الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس. hakuna kiasi katika sunna, yani laysa fi dini llahi qiyas, hakuna kiasi katika dini ya Allah. idha jaa nahru Allah batala nahru ma'qil. idha jaa nahru Allah batala nahru ma'qil. ikija nahrullah, mto wa Allah, hubatilika mto wa akili. Yani ikija dalili, hakuna kutia akili tena hapo katika dini. Ikija dalili ya uhalali, hakuna kutia akili ukaharamisha, wala ikija dalili ya haramu, huwezi ukatia akili ya kuhalalisha jambo. idha jaa nahrullah batala nahru ma'qil, ay idha jaa an-nassu fala qiyas. ikija nafsi, hakuna kiasi tena hapo. Unaelewa? Nafsi ikija katika hukumu kuelezea, imekuja dalili aidha ya Qur'ani au ya Sunna kuelezea hukumu ya jambo fulani, hapo hakuna kiasi kingine, hakuna kitia kiasi, hakuna kutia kiasi baada ya kuja dalili, wala hakuna khilafu katika jambo likiwa lina dalili. Jambo likiwa lina dalili ya Qur'an au Sunna, hakuna hapo kwamba kuna khilafu wakati kuna dalili inayoharamisha jambo au inayohalalisha jambo. Baada ya kuwepo dalili na nafsi, hakuna hapo qiyas, hakuna tena ikhtilafu. idha jaa nahrullah batala nahru ma'qil. unaelewa? Qala la yu'aradu bi'aqlin wala biqiyas. dini hii haipingwi kwa akili wala haipingwi kwa qiyas wala bira'yin wala kwa maoni wala bishay'in, wala kwa jambo lolote. ma yasauna illa taslim, alijuzu kwetu isipokuwa kujisalimisha tu kwa Allah. wala bishay'in ma yasauna illa taslim, hakuna linalojuzu kwetu isipokuwa kujisalimisha. na ndio Uislamu. Uislamu ni kujisalimisha. Alislam taarifuhu alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walkhulusu au walbara'atu min ashirki wa ahlihi. kwa kujisalimisha kwa hukumu za Allah azza wa jalla ndio Uislamu. Qala ta'ala: fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. na apa kwa Mola wako, hawatakuwa waumini watu mpaka wakufanye wewe ni muamuzi fima shajara bainahum, katika jambo walilokhtalifiana baina yao. watu khtalifiana, wewe ndiyo muamuzi, ndiyo mtoaji hukumu ya ikhtilafu hiyo. fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. na hapa kwa Mola wako hawatakuwa watu waumini mpaka wakufanye wewe ni hakim, ndiyo mtoaji hukumu fima shajara bainahum,
katika jambo ambalo wamekhtalifiana baina yao, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wasipate dhiki katika nafsi zao, wasipate katika nafsi zao dhiki yoyote kwa hukumu hiyo uliyohukumu wewe. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kwa jambo lolote ambalo lina nas ya Qur'ani au ya hadithi za Mtume sallam, hakuna ikhtilafu hapo. Ikhtilafu ya nini na nasi ipo? Wanielewa? Idha jaa nahrullah batala nahru maqil, hakuna kutia akili tena hapo. Na ni haramu mtu kutanguliza maneno yake au maneno ya mtu yote mbele ya maneno ya Allah na mtume wake. Allah na mtume wake wakishakata shauri ya jambo, hakuna mtu mwingine tena kusema lakini ni hivi, lakini ni hivi. Mwanzo wa suratul Hujurat Allah anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha samiun alim. Allah katika aya hii anakataza mtu kutanguliza maneno ya mtu zaidi ya maneno ya Allah na mtume wake. Mwanielewa? Bado ni idha jaa nahrullah batala nahru ma'qila. Hakuna kutia maoni wala akili yake mtu baada ya nasi ya Qur'ani au ya Sunna. Mwanielewa vizuri? Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, au hadithi ya Abi Nujayh Ribad ibn Sariya, wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Sini nasi hiyo ya hadithi ya Mtume. Tahadharini na mambo yanayozushwa. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila lililozushwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Sasa anakuja mtu asema lakini kuna shekhe mmoja amesema hivi, kuna shekhe mmoja amesema hivi, kwa ni masala haya ni khilafia. Khilafia iko wapi na nasi ya hadithi ipo? Nasi iko wazi, si ndio? Hadithi iko wazi. Hadithi ya Jabir, kila khutba Mtume sallam alikuwa akitoa hadithi ya Jabir. Sasa kuna ikhtilafu hapo. Maulama wanasema la khilafa fi mawridi nasi. Ikiwa nasi imekuja hakuna khilafu katika jambo hilo, kwa sababu nasi ipo ya wazi. Umeelewa? Kwa anakuja mtu aseme kwamba lakini shekhe gani sije amesema hivi, shekhe gani amesema hivi. Shekhe na mtume amtakuliza shekhe, utasemaje? Lakini maulidi yana ikhtilafu, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Maulidi si sunna, si sunna maulidi, lakini kuna ikhtilafu kwamba ni sunna nzuri au mbaya, ni bid'a nzuri au mbaya. Na nikakwambia kuna bid'a nzuri. Umeelewa bwana? Nasi ipo ya kuonesha kwamba hii ni bid'a, na hakuna bid'a nzuri, hakuna bid'a ya halali. Kuna bid'a ya halali? Kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an-nar. Hadithi iko wazi. Huwa babaisha watu, mara umekwenda hivi, mara umekwenda hivi. Alafu ama hizbi mbona hawasemi jambo hili? Mbona hawasemi wazungumzi wakamfanyia raddi yule mwenzao aliyekuja na majoho makubwa na majilemba makubwa hapa? Mbona hawamfanyia raddi? Si ndio? Kama ni wa kweli, sio wa kweli. Hii ni kuonesha kwamba hawa sio wa kweli mahizbi. Kama ni wa kweli wamfanyie raddi yule mgeni wao waliomleta hapa juzi akasema kwamba kuna ikhtilafu katika masala haya. Wengine wanasema ni bid'a nzuri, wengine ni bid'a mbaya. Mtume hajui kwamba kuna bid'a nzuri na mbaya. Mbona mwenyewe wa kullu bid'atin dalala? Si angesema mwenyewe Mtume kuna bid'a nyingine zifanyeni, si dalala. Yeye ilikuwa ndio mwenye haki ya kusema hivyo.
Yeye Mtume sallam ndiye mwenye haki ya kubainisha hivyo kwamba kuna bid'a nyingine ni nzuri, zifanyeni. Mbona wasema wewe? Umeelewa? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Aina huna wa yusallimu taslima? Iko wapi kujisalimisha kwenye nafsi ya hukumu hii ya Mtume aliyoibainisha wazi wazi katika hadithi? Iko wapi? Na Mtume anaikariri hadithi ya Jabir kila khutbatul jumaa, khutabul jumaa, khutabul aidain, anakariri hadithi hii ndio mukaddima wake. Halafu mtasema kuna bid'a nyingine, si dhalala. Mmenielewa? Hii ni kumtangulia Mtume moja kwa moja. Yale makatazo ya Allah ndio wanaofanya hawa wazushi, wanamtangulia Mtume. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha samiun alim. Hii ni kumtangulia Allah na mtume wake moja kwa moja. Mwanielewa vizuri? Idhan idha jaa nahrullah batala nahru ma'qil. Hakuna kutia akili tena ikija nasi ya Qur'ani au sunna. Qala fa ba'dhu an-nas yaghlu fil qiyas ila darajati an yarudda biha an-nusus. Baadhi ya watu wanapetuka mpaka katika qiyas, wanapitiliza katika qiyas mpaka kwenye daraja ya kurudi na kuzikataa nususi za Qur'ani na sunna kwa sababu ya qiyas. ويقول هذا النص مخالف للوصول، هذا النص مخالف للقياس، فغلوا في القياس. ربيع السنة رحمه الله anasema hivyo. Baadhi ya watu wanapitiliza na kupetuka mpaka katika qiyas, mpaka kufikia daraja ya kuzikataa nusus kwa sababu ya qiyas. ويقول, na wanasema hadha an-nass mukhalifun lilusul, nasi hii imekhalif misingi. Au hadha an-nass mukhalifun lilqiyas, nasi hii imekhalif qiyasi. Faghalau fil qiyas, wakapetuka mpaka katika qiyas. Wanatanguliza qiyasi kuliko nasi, wanatanguliza usuli kuliko nasi. Ni makosa makubwa kwa watu namna hii. يقول الشيخ ربيع رحمه الله: فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء. الإمام أحمد anaashiria kuwarudi watu hawa wanaopitiliza katika kiasi, wakatanguliza akili zao na kiasi kuliko nusus. Wa illa faqad yujadu qiyasu aula walakinahu kama yuqalu kalmaitati yuljau ilayhi fi hali dharura. Vinginevyo huenda kikapatikana kiasi kilicho aula, lakini hilo ni kama inavyosemwa, ni kama maiti, yuljau ilayhi fi hali dharura, anafuatwa na kutegemewa katika hali ya dharura. Kama mtu ana njaa sana, ana njaa sana, amekuta mbuzi amekufa, yajuzu kumkata kidogo kipande akakichoma kile kipande cha mfu, si ndio? Ni kama mfu katika hali ya dharura. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Kwa hiyo kiasi aula inatumika katika hali hiyo ya dharura. Bal inna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yadhkuru fi kutaybin lahu sammahu Ma'arij al-Usul إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. معارج الأصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. شيخ الإسلام ametunga risala hiyo, معارج الأصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. يقول بالاستقراء: ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. Kwa kusoma na kufuatilia nusus,
hakuna itifaki yoyote ya maulama isipokuwa tumeipatia nas bilistiqra, kwa kusoma nususi za Qur'an na hadithi. Ma min ijma'in illa wajadna lahu nassa, hakuna itifaki yoyote ya jambo lolote isipokuwa tumeipatia nasi, aidha ya Qur'ani au ya hadithi za Mtume sallam. Kuna nasi ambayo inatilia nguvu itifaki hiyo ya maulama katika jambo fulani. Kadhalik ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi ma'na dhalika alqiyas, vile vile hakikuizia kikundi chochote kiasi isipokuwa imepatikana nasi ya kuelezea maana ya kiasi hicho. Lakin yatafawatu nnasu fi isti'abi nusus au muqarabati isti'abiha, lakini watu wanatofautiana katika kuzieneza nususi hizo au kukuribiana na kuzieneza. Wa qalilun humul ladina istaw'abu nusus, wachache katika wao ndio waliozieneza nususi hizo, mithla al-Imam Ahmad rahimahullah, au qaraba isti'abaha, au alikuwa karibu na kuzieneza. Falihadha tajidu inda kathir min al-ulama qiyasatin sahiha, kwa hiyo utapata kwa wengi katika maulama viasi vilivyo sahihi, anakisia jambo hili na hili na kiasi hicho ni sahihi. Hadahumullahu ila alqiyasi sahih, ama Allah amewaongoza kwenda katika kiasi hicho cha sahihi. Walakin lau tawassaa fi dirasati sunna lawajada anna hunaka nassan min ash-shari', lau alitawassa akakunduka katika kusoma hadithi angepata kwamba hapo pana nasi ya Mtume sallam inaonesha kiasi hicho, kwamba dalili yake ni hii. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bayyana al-usula wal-furu', Mtume sallam amebainisha usul na furu' bihaithu lam yatruk shay'a, kwa njia ya kwamba hajawacha jambo lolote, kila jambo amelieleza, jambo la msingi na jambo ambalo sio msingi. Qala ta'ala ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha jambo lolote katika kitabu. Ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha jambo lolote katika kitabu hiki Qur'ani. Waqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekamilisha kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa ndiyo dini pekee ya haki. Fadinuna kamilun la naqsa fihi, kwa dini yetu ni kamili, haina upungufu. Fadinuna kamilun la naqsa fihi, dini yetu ni kamili, hii haina upungufu wote, haina upungufu katika masala ya ibada, katika masala ya aqida, katika masala ya manhaj, katika masala ya akhlaq. Dini imekamilika katika nyanja zote. Qala fa ba'dhu an-nasi yajtahidu wa yaqisu, baadhi ya watu wanajitahidi na kukisia jambo fulani kwa jambo jingine, wanakisia jambo fulani kwa jambo jingine. Wa yakunu qiyasuhu sahihun mulhaqun binassin, inakuwa kiasi chake hicho ni sahihi, kinaingizwa na nasi iliyotilia mkazo kiasi hicho. Wa yakunu qiyasuhu sahihan, wa yakunu qiyasuhu sahihan mulhaqan binassin. Imeandikwa vipi bwana? Wa yakunu qiyasuhu sahihan wala sahihun? Sahihan, kwangu imeandika sahihun. Wa yakunu qiyasuhu sahihan mulhaqan binassin jami'an baina illatin, yani mu'tabara, inakuwa kiasi hicho ni sahihi, kinaingizwa katika nasi, kiasi kimekusanya baina ya illa, yani ni mu'tabara, kinazingatiwa kiasi hicho na illa hiyo. Lakin fil mas'ala
nassun ma balaghahu, lakini katika masala hayo kuna nasi ambayo huyo hajaifikia. Huyo aliyefanya kiasi akakisia hili na hili, kuna nasi ya hilo hajaifikia, hajaijua nasi hiyo. Kama huko nyuma alivyosema, hakuna kiasi isipokuwa kuna nasi, hakuna jambo isipokuwa kuna nasi ambayo inatilia nguvu kiasi hicho. Tumeelewa? kadhalika ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi ma'na dhalika alqiyas. Huku nyuma amesema Sheikh Rabi rahimahullahu ta'ala, ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi ma'na dhalika alqiyas. Sasa kuna wengine wanafikiri wanatia nasi na kukisia jambo fulani kwa jambo jingine, kwa sababu nasi hiyo hawajaijua, hawajaifikia. walau balaghahu an-nassu lahtajja bihi wa taraka al-qiyas, lau ingemfikia nasi angetolea hoja kwa nasi hiyo na angewacha kiasi hicho. yati min ba'dihi mimman darasa as-sunnah min al-jawami' wal-masanid wal-ma'ajim wa ila akhirih فيجد ابن تيمية مثلا فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص. wanakuja walio baada yake katika waliosoma sunna, hadithi min aljawami', katika jawami' na katika masanid na katika maajim. Jawami' vile vitabu ambavyo vikubwa vimekusanya masala yote ya dini, aqida, fiqhi, tauhid, kila kitu, kama sahihu al-Bukhari, Jami'u at-Tirmidhi. Hizi ndio jawami'. al-Jami'u al-Musnad min aqwali Rasul sallam wa sunanihi wa ayami, sahihu al-Bukhari jina lake inaitwa al-Jami' al-Musnad. Sunan at-Tirmidhi, Jami'u at-Tirmidhi. Hizi ndio jawami, kitabu ambacho kina kila kitu ndani yake, kina hadithi, kina tafsir, kina fiqhi, kina tauhid, kina aqida, ndio zinaitwa jawami. Masanid ni vitabu vilivyokusanya na kupangilia hadithi za kila sahabi, ahadithu Jabir, ahadithu ibn Abbas, ahadithu Aisha, ahadithu kadha من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن المسانيد مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. المعاجم vitabu vilivyopangiliwa kwa hurufu almu'jam hizi, vitabu vimepangiliwa kwa hizi hurufu almu'jam wa ila akhiri. fayajidu ibn Taymiyyah mathalan fayajidu anna hadha alijma' kana fihi nassun, anapata kwamba itifaki hii ilikuwa ina nasi, ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linnusus ash-shar'iyya, wamewafikiana ijma'i sahihi ambayo inawafik nasi za kisheria, yani imma aya au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. walau wajadu hadha an-nassa lahtajju bihi, lau wangepata nasi hii wangetolea hoja kwa nasi hii, lakini fama wajadu, hawakuipata, wakienda kwenye qiyas. fajaa man tatabaa, akaja anayefuatilia nusus kabni Taymiyya wa ghairihi bilistiqra, kwa kusoma nususi hizi za Qur'an na Sunna. fawajada anna hunaka ijma'atin qamat wa fiha nususun thabitatun 'anil nabii sallallahu alayhi wasallam, akapata kwamba kuna ijma'i nyingi ambazo zimesimama na zina nusus zilizothubutu kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa hunaka qiyasatun qasaha ulama wa hiya qiyasatun sahiha, na kuna qiyasati, viasi ambazo maulama wamekisia na ni viasi vilivyo sahihi. walakin hunaka nususun minan nabiyil karim alayhi salatu wassalam lam tasil ila ilmihim, lakini kuna nusus
za Mtume sallam, hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam ambazo wao hawajafikia kuzijua. Wa ala kulli hal, al-Imamu Ahmad kana shadidan fi raddi al-qiyas. Kwa kila hali al-Imamu Ahmad alikuwa ni mkali wa kukataa qiyas, kukisia jambo kwa jambo jingine, alikuwa ni mkali katika kukataa hilo. Wa kana yunkiru kathiran min al-umuri allati yudda'a fiha al-ijma', alikuwa Imam Ahmad akikataa sana mambo ambayo inadaiwa kwamba kuna itifaki katika masala hayo. Wa kana yunkiru kathiran min al-umuri allati yudda'a fiha al-ijma', ay yuz'amu, hudaiwa kwamba kuna itifaki. Wa yunkiru ala man yaqul, na anamkataza anayesema al-mas'alatu ajma' 'alayha al-qawm, masala haya watu wamewafikiana. Al-Imamu Ahmad ilikuwa akikataa hivyo. Wayaqulu wama yudrika anna hunaka ikhtilafan, jambo gani limekujuza wewe ukasema maulama wamewafikiana katika masala fulani? Wama yudrika, jambo gani la kujulisha wewe anna hunaka ikhtilafan, kwamba pengine kuna ikhtilaf? Falyaqul la a'lamu khilafan fi alqadiyati alfulaniyya, mtu na aseme sijui khilafu katika masala fulani. Wala yaqulu ajma'at al-umma ala hadhihi al-qadiyya, asiseme umma umewafikiana katika masala haya. Al-ahwatu an yaqul la a'lamu khilafa. Kauli ya ahwatu ya kutokana na shaka ni mtu kusema sijui khilafu katika masala hii, liannahu qad yakunu hunaka khilafan lam yablughuhu, huenda ikawa kuna khilafu ambayo haijamfikia, walam yattali alayhi, na haijui. Umefahamu? Hii ni masala ikiwa labda ina dalili zinatia nguvu upande huu na upande huu, ndio kuna ikhtilafu namna hiyo, halafu maulama wanawafikiana katika jambo fulani, au bado wanabaki na ikhtilafu. Kwa mfano masala ya maamuma kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam katika salawat jahariya, unaelewa? Maamuma je, anasoma pia suratul Fatiha, au katika salawat jahariya maamuma hasomi Fatiha, anamsikiliza imamu tu? Masala ni khilafia baina ulamai sunna, na kila upande una dalili, unaelewa? Kila upande unaosema kwamba lazima asome Fatiha una dalili kwa hadithi ya Mtume, la salata illa liman yaqra bi ummi alkitab, au kama qala sallam, hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Kwa hadithi hii ni kwamba maamuma pia lazima asome suratul Fatiha katika sala zote. La salata liman lam yaqra bi ummi alkitab, au kama qala sallam, hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Hii ina maana kwamba imamu na maamuma lazima wasome katika sala zote. Kauli nyingine inasema maamuma hawa katika salatu jahariya wasisome, wamsikilize imamu. Moja katika dalili za upande huu qauluhu ta'ala, fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ikisoma Qur'ani isikilizeni, nyamazeni, msisome. Umeelewa? Upande mwingine unaosoma kwamba unasema kwamba maamuma asisome chochote ikiwa ni salatu jahariya, kama salatul maghrib, rakaa mbili za mwanzo, rakaa mbili za mwanzo za isha, salatul jumaa, salatul fajri, maamuma asisome, amsikilize imam. Masala ni khilafia, unaelewa? Masala ni khilafia, na kila upande una dalili. Lakini kama upande hauna dalili nyingine, inabaki kauli ni moja tu, unaelewa? Kama masala tuliyosema sasa hivi ya bid'a, ni kauli moja tu, si ndio? Kauli moja tu, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Hakuna hadithi nyingine au aya nyingine inayosema kwamba bid'a nyingine ni nzuri, zifanyeni. Umeelewa? Kuna masala khilafia ina dalili ya upande huu na upande huu, lakini kuna masala ambayo hayana khilafu. Umeelewa?